kitaifa, yani Singida Education Salafi Islamic Center. Naomba sasa dakika zile 3 zimepungua mpaka zimebaki 2 kutokana na wazungumzaji kwa wengi, lakini historia inaonyesha amiri huyo hajawahi kuzidisha zaidi ya dakika 1. Karibu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali yote kama nilivyoanza kumhimidi Allah tabaraka wa taala, lakini pia na kumtakia sala na salamu nyingi sana doktori wa madoktori na si mwingine ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako nimefurahi kupata nafasi hii angalau nitoe maneno machache, lakini waheshimiwa meza kuu yote, mashekhe, makazi wa mikoa mbalimbali walioko hapa, waheshimiwa wana mkutano huu wote wa kiume na wa kike, itifaki imezingatiwa, bila kuwasahau waandishi wetu wa habari. Kwa niaba ya taasisi yangu ya SESKI ambayo mimi ndio amiri mkuu wa taasisi hii kitaifa, Sheikh Saleh Omar Ititi, lakini kwa niaba yangu mimi binafsi, lakini kwa niaba ya Wanasingida wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini kwa niaba ya Watanzania wote ambao sisi tuko hapa leo kwa ajili ya kuwakilisha Watanzania wote. Kwa imani sisi leo tuko hapa kwa imani yetu ya Kiislamu, lakini bila shaka jambo tunalolisema hapa linatujumuisha wote, walio Waislamu, wasio Waislamu, wenye dini zingine, wapagani, kwa sababu tunazungumzia jambo la taifa la Tanzania. Kwa hiyo tunazungumza jambo kubwa sana. Nao sio jambo lingine tunalolihubiri hapa, ni jambo la amani ya nchi ya Tanzania, ambao mimi na wewe Allah tabaraka wa taala alituchagua kuzaliwa Tanzania. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuilinda, ya kuihami, ya kuisimamia nchi hii tuliyopewa zawadi na Allah tabaraka wa taala iwe salama daima milele. Kwa kutumia membari hii nichukue nafasi ya kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake aliyeitoa tarehe 2 mwezi wa 12 2025, akihutubia taifa kwa kupitia wazee wa jiji la Dar es Salaam. Hakika hotuba hiyo ilijaa hekima, ilijaa busara, ilijaa ujasiri kama kiongozi wetu wa taifa la Tanzania. Kwa sote hatuna budi ya kumpongeza pongezi za dhati kabisa, lakini hatuna budi kumsapoti na kumuunga mkono kwa nguvu zetu zote, aendelee kuwa imara kwa ajili ya kuendelea kusimamia amani ya nchi yetu. Lakini tukumbuke rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye tumemweka ndio kinara wetu, hataweza kuyatimiliza au kuikamilisha amani bila kumuunga mkono kwa dhiraa kwa dhiraa
hatua kwa hatua tuwe naye nyuma yake ili aweze kuendelea kuwa jasiri. Ndugu zangu wana hadhara hii, naomba niwape ujumbe kwa njia nafsi yangu na ihusia nafsi yangu. Tutoke hapa tuwe mabalozi wa kuihubiri amani ya nchi hii. Tufikishe ujumbe huu kwa Waislamu wenzetu na wasiyekuwa Waislamu, kwani nchi hii ni yetu sote. Nchi hii ina Waislamu, nchi hii ina Wakristo, nchi hii ina wapagani. Tanzania ni nchi yetu yote. Tuendelee kumuunga mkono mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpe nafasi aweze kutusimamia katika yale tunayoyahitaji, yeye na wasaidizi wake aliyewateua. Bila kufanya hivyo tutaiumbisha nchi yetu. Tunalazimika kufanya hivyo, na tunatoa salamu kwa vijana wote wajue amani ndio kila kitu. Ukishaivunja amani, mateso yataanzia kumgusa yeye mwenyewe, yatamgusa mama yake, yatamgusa mjomba wake, yatamgusa shangazi yake, yatagusa ndugu zake. Na ninaamini kwenye nchi hii hakuna familia ambayo haina Mkristo upande moja, wala Mkristo ambaye hana ndugu katika upande wa Uislamu. Haipo. Kwa hiyo sisi ni ndugu moja. Kwa naomba wote kwa umoja wetu tushirikiane. Mwenyezi Mungu asema yalopita hupishwa. Hili lililotokea basi tulipishe, tumuombe Allah aturidhie, tumuombe msamaha kwa yale ambayo pengine nafsi zetu, hawaza nafsi zetu yalikuwa yanatupelekea kuiharibu amani ya nchi yetu. Na kuhusieni ndugu zangu, kwa kupitia hotuba hii fupi, kwamba sisi tuwe mabalozi, tuwafikishie ndugu zetu wote bila ubaguzi. Amani kwanza, yanafuata mengine, lakini umoja wetu ndio ushindi wetu. Bila umoja, bila kushirikiana, na tukumbuke ndugu zangu, alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah peke yake. Hao viongozi wetu tuliowatanguliza wanaweza wakakosea. Mimi ninasema hapa ninakosea, nina sifa ya kukosea, na viongozi wetu wanaweza kukosea, sio kila kitu watapatia, lakini tuwashauri kwa wema. Na hakuna dini hata moja inayoamrisha kuwaasi viongozi. Kama kiongozi unaona kwamba ameenda tofauti, tukae nao kwa nia nzuri, tuwanasihi, tuwakumbushe. Tutalijenga taifa lenye nguvu, taifa lenye upendo, taifa lenye umoja. Na penye umoja ndipo alipo Allah tabaraka wa taala. Allah hayupo pamoja na watu wanaofarakana. Kama mtu hajui athari ya vita, angalie nchi ambazo zina vita, ndio ataona ubaya wa vita. Ndugu zangu, kwa kupitia membari hii nimepewa upande leo, niliambiwa dakika 2, lakini Singida ni mbali, mwenyekiti. Alafu kwa bahati nzuri Singida imewakilishwa na mimi peke yangu. Kwa nini nisiseme? Nasema hivi, baada ya kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia nisimsahau kiongozi wetu Adukuri Abubakar Zuberi bin Ali Wambana kwa juhudi kubwa anazozifanya kutuunganisha sisi Waislamu na kwa kitu kimoja. Naomba salamu hizi zimfikie rafiki yangu huyu Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Wambana. Lakini nizipongeze taasisi zote tulioshirikiana kwa pamoja. Lakini niombe jambo moja, nisamehe ndugu yangu, naomba jambo moja tulifanye.
tujitahidi sisi tutengeneze umoja wa taasisi zetu zote, tuwe na kauli moja katika mambo yetu yanayohusiana na nchi yetu. Hili naomba iwe ni tuwe mabalozi wote, kila mmoja alipeleke katika mkoa wake, katika kata yake, katika kijiji chake, nchi nzima. Na ndio jitihada ambazo au ndoto alizonazo Daktari Abubakar Zuberi bin Ali wa Mbwana, mufti wetu wa Tanzania. Tumuunge mkono, tuwe pamoja, na umoja siku zote ni nguvu, na utengano ni udhaifu. Na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kuungana. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kuweka jamaa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi